Anyway, naomba nipatie sekunde chache, kuna kitu nataka nikwambie, halafu ndipo uta like ama uta comment. Jamani, niwe tu mkweli. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa pamoja na mimi. Asante sana kwa kuendelea kuchagua Lucas Lumbas kama kituo ama sehemu pekee ambapo unapata simulizi kwa kuburudika na vile ambavyo Lucas Lumbas anasimulia. Mimi sio msimuliaji mzuri sana na bora kuzidi watu wote, lakini naamini ni sahihi kwako na ninafaa kwa wakati huu na hata wakati ujao. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ameamua tu kunipatia talanta kukupa burudani wewe, na mimi nafurahi sana uwepo wako hapa kila siku. Katika maombi yangu nakukumbuka sana msikilizaji, kwa sababu kama utakuwa na afya yako haitakuwa vizuri, hautapata nafasi ya kuweza kunisikiliza. Lakini nakuombea afya njema, uendelee kubakia nami na hata kuendelea kuchagua kubaki na Lucas. Ni mafanikio kwangu, ni furaha kwangu, na ni mafanikio kwako pia na ni furaha kwako pia. Kwa hiyo tunategemeana sote. Mungu aendelee kunilindia wewe msikilizaji, akupe afya njema. Mahangaiko yako yote unapohangaikia katika kufanikisha maisha yako kwenda vizuri, ikiwa ni pamoja na pesa na mambo mengine, akutimizie kwa mapenzi yake msikilizaji. Sawa? Tunapokutana hapa ni kwa ajili tu ya kuelimika, kuburudika, kupunguza na stress. Hivyo kuna watu wengine wakisikia tu sauti ya Lucas Lumbas basi mioyo yao inapata faraja sana. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana 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 sana. Yaani nakosa hata neno la kuzungumza. Lakini yote kwa yote Mungu endelee kukulinda, na namshukuru sana Mungu kwa uwepo wako hapa Lucas Lumbas. Ni hayo tu jamani. Linaweza lisiwe jambo kubwa sana kwako, lakini kwangu mimi ni jambo kubwa sana sana. Jamani, basi tunasonga mbele. Tulipoishia sehemu iliyopita ya story hii ya Mara ni baada ya jamaa kuondoka kuelekea huko kazini kwake ambako kwenye timu mpya ya Manchester. Kwa hiyo waliagana pale na Kian Airport, na sasa Mara anarudi sasa kuendelea na maisha yake mengine. Mara anasema, niligeuka na kutoka uwanjani nikiwa na huzuni sana. Simu yangu iliita, nilipotazama niliona kuwa Kian ameposti picha kwenye ukurasa wake. Nilipofungua ilikuwa ni picha yetu tuliopiga muda si mrefu. Tulimwomba mlinzi atupige, na kitu pekee alichoandika ni Foxy, kisha akaambatanisha na moyo mkubwa hapo pembeni. Kwa tunasonga mbele msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbas, mtarashaji ni Chuchu. Basi bwana, nilibaki nikitabasamu huku nikielekea nilipopaki gari langu. Kitu ambacho sikutegemea ni kumkuta Devi akinisubiri pale. Nikamwambia kwamba unafanya nini hapa wewe bwana harusi mtarajiwa? Nilimuuliza huku nikitabasamu. Devi akaniambia kwamba Kian ameniambia nije kukupeleka nyumbani. Amesema ameniachia uwanja. Devi aliniambia kwa tabasamu. Nilitabasamu tu na kumrushia funguo, kisha nikaingia kwenye gari. Baada ya Kian kuondoka, hali yangu ilikuwa ngumu sana. Kila ninapotazama ninamuona yeye. Nyumba imekuwa pweke sana bila yeye. Siku mbili tu baada ya Kian kuondoka zilitosha kunifanya nikubali kuhamia Uingereza kuishi na Kian. Hivyo tukakubaliana kukutana kwenye harusi ya Devi na Cindy. Amesema atapata nafasi, hivyo atahudhuria, na mimi kila kitu changu kitakuwa tayari. Baada ya harusi nitaondoka na Kian. Kwa hiyo nina miezi miwili hadi kuhamia Uingereza. Miezi miwili ambayo naiona kama milele. Kila siku ni ndefu sana kwangu. Zilipita wiki mbili ambazo zilijaa huzuni na mahojiano ya kutosha na waandishi wa habari. Kisha nikaamua kutulia na kutengeneza album ya dunia nzima. Nyimbo rahisi kwa mtu wa nchi yoyote na lugha yoyote kuimba. Haikuwa album rahisi. Nilijaribu kuwashirikisha waimbaji maarufu kutoka Nigeria na Ghana, ambapo haikuwa kazi sababu ulimwengu unanifahamu kama mpenzi wa Kian. Hadi mwezi wa pili unakamilika, nilikuwa nimekamilisha album na ambayo ilikuwa na nyimbo 8. Nilishirikisha wasanii wawili wa Nigeria, mmoja wa Ghana na msanii mmoja wa Marekani. Yaani huyo wa mwisho ulikuwa ni mkono wa Kian tu. Na msanii mwenyewe anaimba hip hop. Kwa hiyo hata sikuelewa tutaimba tutaimba nini, lakini hadi namaliza kutengeneza naye wimbo naweza kusema ni kati ya nyimbo ninazozipenda kwenye hii album yangu mpya. Albamu hii ambayo imechukua nafasi kubwa katika moyo wangu kwa sababu imetengenezwa na producer
zaidi ya 5. Wapiga mziki wa kutosha, na nimeimba nyimbo ambazo sio kawaida yangu. Kiswahili kidogo, Kiingereza kidogo, Kifaransa kidogo, na kila lugha ambayo ilikuwa ni rahisi kutamkwa. Mara kadhaa nimekesha mwenyewe nyumbani kwenye chumba changu cha mazoezi nikiandika nyimbo na kutengeneza melody ambazo itakuwa ni rahisi kueleweka na kupendwa na dunia nzima. Ni albamu yangu ya kwanza. Huo mwaka wote uliopita nilikuwa nikitoa nyimbo moja baada ya nyingine, lakini hii ni mara ya kwanza ninatoa album, yani nyimbo 8 kwa wakati mmoja. Jina la album ni The Sound of Pain. Ni jina la huzuni, lakini asilimia kubwa ya nyimbo zinahusu changamoto za maisha, mahusiano, usaliti, maumivu na upendo. Kwa hiyo sijatoa video hata moja katika hii album. Ninapanga kutoa video ya wimbo moja baada ya mwingine baada ya album yangu kutoka. Kwa hiyo mahusiano yangu na Kian yamekwenda vizuri sana. Mwanzoni ilikuwa ni ngumu, lakini baada ya kuzoea kidogo imekuwa kawaida kuongea naye kwa simu, na mama yake imerahisisha zaidi maisha yangu. Amekuwa akiniita mara kadhaa nyumbani kwake. Tunapika na kula pamoja. Ni mwanamke mwenye furaha sana. Imebaki wiki moja hadi send off ya Cindy ambayo itafanyika Mbeya nyumbani kwao, ambayo itakuwa siku ya Jumanne, na harusi itakuwa siku ya Jumamosi ya wiki hiyo hapa Dar es Salaam. Ni wiki ya mambo mengi, na mwisho wa wiki hii Cindy ataelekea nyumbani kwao kwa ajili ya maandalizi. Mpaka sasa Kian amekataa kuniambia atakuja lini. Kuna wakati anasema hana uhakika kama ataweza kuja, na inaniumiza sana kwa sababu mimi nimeshapaki mabegi yangu na kuweka kila kitu changu sawa. Mimi natarajia kwenda kukaa mwezi mmoja na yeye au hata zaidi. Na kuna muda ananiambia kuwa ataweza tu kuwepo kwenye harusi na sio kwenye send off. Mimi sijali yote hayo. Ninachotaka ni kuwepo mikononi mwake na yeye kuwa pembeni yangu wakati wote wa safari. Mimi ni msimamizi wa Cindy kwenye send off yake, na sijui nani atamsimamia Devi, lakini yeyote atakayekuwa, naamini tutaelewana vizuri tu. Hivyo kwa siku ya leo nilikuwa kwa fundi nikijaribisha nguo yangu, sababu kila kitu cha Cindy kipo vizuri tayari. Cindy akasema kwamba mimi naona hapa tumboni upabane kidogo, pamepwaya sana. Cindy alisema kwa sasa akishika ile gauni tumboni. Nikamwambia Cindy ya kwamba Cindy, na kukumbusha tu kwamba send off yako mimi ndo naisimamia. Kwa hiyo sihitaji kupendeza sana. Wewe ndo unatakiwa ungae kama jua, umesikia Mimi hata nikivaa gunia kuna shida. Nilimwambia kwa sasa nikishusha pumzi. Ni kama nusu saa nzima nimesimama tu, huku sasa wakinibonyeza hapa na pale na kunifinya nini. Kila nikitaka kuvua ile gauni Cindy anaona shida nyingine na kurudi kukagua gauni. Akaniambia kwamba kila kitu kwenye send off yangu lazima kiwe vizuri hadi maua. Kwa hiyo wewe ni sehemu kubwa sababu utakuwa pembeni yangu wakati wote, kwa hiyo kupendeza ni lazima. Niambia kwa akianza kukagua upindo wa lile gauni. Niligeuza macho yangu na kutulia nikimtazama tu. Ilichukua muda hadi aliporidhika, lakini alikubaliana na hali. Basi nilimwambia Cindy kwamba Cindy, twende tukale na njaa sana. Sio kwa jinsi ulivyonisimamisha nusu saa nzima alafu ninahitajika kwenda kumalizia album yangu. Devi anaingiza vipande vyake vya gitaa, hivyo lazima niwepo nione kama kuna marekebisho. Si unajua leo ndio nafasi ya mwisho naweza kupata ya kuikamilisha hii album Nilimwambia sasa tukiingia kwenye gari. Tangu Kian ameondoka alihakikisha nimepata dereva. Sio kwamba ananiendesha kila mahali, lakini ninamtumia mara nyingi nikiwa na shughuli za mchana na hata za usiku. Na kusema kweli mimi sipendi kuendesha gari, kwa hiyo ni sababu nyingine pia. Tuliendelea kuongea na Cindy huku nikimsikiliza malalamiko yake kuhusu mtu wa maua. Nilimwambia aweke mtu wa kufanya hayo mambo yote, yani event planner. Nalimweka, lakini bado naona amejitwika mzigo wote yeye mwenyewe. Hivyo nilikaa na kumuitikia tu na kumkubalia kila kitu alichosema. Sidhani kama wakati wa harusi yangu na Kian nitakuwa na mahangaiko hivi. Mimi ninachotaka ni kumpata mume wangu na nitakuwa mwanamke mwenye furaha kuliko wote. Bahati nzuri tuliingia hotelini kwa ajili ya kula na nikaokolewa na mateso ya Cindy. Baada ya kula niliagana na Cindy na kuelekea studio, ambapo
kwa siku ya leo ninaenda kukamilisha kila kitu kuhusu albamu yangu. Mtaalamu wangu wa kompyuta ameshanitengenezea cover zuri kabisa, na ninajivunia kusema kuwa mdogo wangu Michael ameshapata chuo. Ataenda chuo cha Muhimbele sababu anataka kuwa daktari. Na mdogo wangu Pendo yeye amekataa kwenda kidato cha 5 na akaishia kuchagua kwenye chuo tu kusoma masuala ya ukarani. Nijaribu kumshauri, lakini yeye na mama yake wameshauriana na kuona kuwa hicho ni kitu sahihi. Basi mimi natimiza tu wajibu wangu wa kulipa ada. Hayo mengine yote nimewachia wao. Kwa hiyo naweza kusema kila kitu changu kipo vizuri kwa mimi kuhama angalau kwa miezi kadhaa. Nina mpango wa kuiachia hiyo album siku nina usafiri kuelekea Uingereza. Kila kitu changu kipo sawa kasoro Kia ni kuwepo hapa na mimi. Siku zilikimbia haraka na weekend ilifika, hivyo ilibidi nisafiri pamoja na Cindy kwenda Mbeya. Mpaka tunafika Mbeya na kupokelewa nyumbani kwa wazazi wake, nilikuwa nimejichokea sana. Lakini huyu ni rafiki yangu, hivyo nina wajibu wa kuwa karibu na kumshika mkono. Mpaka Jumanne inafika, bado Kiani hakuwa amenipa tarehe rasmi ya yeye kuja. Ilipelekea hadi tukawa na ugomvi. Kama leo asubuhi sikutaka hata kuongea naye sababu ananizungusha tu. Basi hayawi na hatimaye yakawa jioni ya Jumanne ilifika haraka sana. Zoezi zima la kuvaa na kupambwa lilifanyika nyumbani. Faida ya kuwa na rafiki mwenye saluni yake ndio hiyo sasa. Tuliposafiri, Cindy alibeba vitu vyote atakavyohitaji kutumia ili kutuweka vizuri. Kwa hiyo kwa leo tuliamka na kunywa chai kisha tukala vizuri mchana, alafu ilipofika saa 9 Cindy akaanza kunitengeneza mimi kabla ya yeye kujiweka vizuri. Wakati tunamalizia kujiremba nini, wapiga picha walikuja kwa ajili ya kuanza hilo zoezi. Tulikuwa tumekaa sebeni, walianza kuingia wapiga picha wawili ambapo mmoja alikuwa amebeba kamera na mwingine alikuwa amebeba begi la vifaa. Wote walikuwa wamevaa kofia, hivyo hatukuweza kuona sura zao vizuri, lakini walipoingia nilisikia harufu ya Kian. Na hapo moyo wangu ulianza kwenda mbio sana. Lakini najua Kian hawezi kuwa amekuja bila kuniambia. Alafu kwanza nimekumbuka, nimemkasirikia ese. Lakini yule kaka mwenye kamera alisogea na kuanza kupiga picha, lakini ilikuwa ni kama picha zote zilikuwa zikielekea kwangu. Na kila nilipoenda alinifuata. Yule mpiga picha alisema kwamba dada, niweza kupata namba yako? Yule mpiga picha alisema na kunifanya baki mdomo wazi. Aliweka ile kamera chini na kuvua kofia, nijikuta nikimrukia na kupiga kelele. Ni buba, wow. Basi nimrukia Kian bila kujali alikuwa ameshika nini wala nilikuwa nimeshava na kupendeza. Alicheka huku tukianguka chini. Alinikumbatia huku sasa akishinda kuacha kucheka. Nilalamika nikasema, muone bwana, kwa nini umenifanyia hivi? Akaniambia, mpenzi, nitaka nijue kama umenimisi kama ulivyokuwa unalalamika kila siku. Basi alisema hivyo huku sasa akikutanisha midomo yetu. Nilimtazama huku nikishindwa kuzuia tabasamu langu. Basi Cindy akasema kwamba jamani, kabla mjaamua kutupofusha hapa, sisi tupo hapa na tunasubiri maliza mambo yenu ili yetu endelee. Cindy alisema sasa akitikisa mguu wangu. Nilimpiga tena Kiani kisha nikainuka kutoka pale na kwenda kukaa nilipokuwa nimekaa mwanzo kwa ajili ya picha. Kiani naye aliendelea na kazi yake ya kunipiga picha, lakini awamu hii alikuwa anatumia simu yake tu. Kuwepo kwake kulinivuruga sana. Nilikuwa natamani shughuli hii ishe tu niweze kujifungia chumbani na Kiani. Na sehemu hii natamani hata iwe ni milele. Baada ya picha, gari lilikuja pamoja na dereva tayari kwa kutupeleka kupiga picha kisha twende ukumbini. Mpaka tunafika ukumbini na shughuli inaanza, sikujua mtu anayemsimamia Devi. Lakini wakati huu ninajilaumu sana kwa kutokumuuliza Cindy kuhusu hili. Devi alikuwa na Michael kama msimamizi wake. Kwa nini hata sikwaza hilo? Hawa wawili ni marafiki sana. Inawezekana hawajaongea na mimi juu ya hili, lakini isingekuwa kawaida kwa Devi kuachana na huyu rafiki yake wa karibu sababu tu amepishana na mimi. Devi na Cindy walipochukuana nilijikuta nikibaki na Michael pembeni yangu. Nilishageuka tayari kwa kwenda kumtafuta mpenzi wangu niweze kukaa naye, lakini Michael alindaka mkono wangu. Akasema kwamba, Mara, umependeza sana. Alisema huku akiacha tabasamu lake zuri ambalo sijaliona muda mrefu sana. Nikasema asante sana Michael. Michael akasema, sio tu kupendeza lakini hongera pia. Sasa hivi Afrika nzima inakujua, lakini bado wewe ni mtu poa sana. Nijua tu kuna sababu nilivutiwa na wewe na kukupenda. Na kuna sababu bado sijaacha kukupenda.
Aliniambia kwa tabasamu, uzuri tulikuwa pembeni sehemu ambapo hatukumulikwa na taa. Sababu kama watu wangetuona, sijui angewaza nini. Basi nilimwambia ya kwamba asante sana Michael, lakini unajua niko kwenye mahusiano Nilimwambia sasa nikijitoa mikononi mwake. Aliniachia taratibu na kuweka mikono yake mfukoni. Akasema ya kwamba najua kabisa Mara, na nimeshakubaliana na hali yangu tangu zamani sana, na mimi ni shabiki mkubwa sana wa mpenzi wako, lakini kwa sasa natamani tu marafiki. Mimi kukukata kabisa maishani mwangu na kuishia kukuona kwenye TV haitakuwa rahisi. Kama mimi siwezi kukupata kama mwanamke wangu, lakini basi nipe nafasi ya kuwa rafiki yako. Nimemiss rafiki yangu sana. Michael aliendelea kuongea hivyo na tabasamu tu. Niliacha tabasamu kabla kumjibu. Nikasema kwamba Michael, sijawahi mimi kukufukuza wala kukukataa ama kukuwekea tinted kwenye mawasiliano, hapana. Yote hayo uliyafanya wewe mwenyewe. Namba yangu bado ni ile ile, unaweza kunitafuta wakati wote. Basi akanijibu ya kwamba asante sana Mara, tukirudi Dar lazima nikutafute, kwa hiyo twende basi tukakae kwenye meza tulioandaliwa. Nikasema kwamba natamani sana lakini hapana, Kiani ndo amefika jioni, kwa hiyo hii ni kitu pekee ninachotamani kwenda kukaa naye. Kwa hiyo nadhani siwezi kukaa nawe kwa sasa. Nilimwambia na kuona tabasamu likifutika usoni mwake. Akasema hamna shida, nakuelewa sana, ngoja nikakae na washikaji. Aliniambia na kuelekea huku sasa akiniacha nimesimama pale mwenyewe. Niligeuka na kwenda kutafuta meza aliopo mpenzi wangu. Kisha nikae na kukaa pembeni yake. Kiana alikuwa amekaa na wanaume wengi wakizungumzia michezo na mpira, lakini nilipokaa pembeni yake alileta mkono wake na kushika paji langu huku akiendelea kuongea kama hakuna kinachoendelea. Hakuna nilichokuwa naelewa pale, lakini kuwepo pale karibu na Kian ilikuwa ni faraja tosha kwangu. Tulishia kupiga picha na watu wengi sana usiku ule. Inasemekana sisi ndo wapenzi tunaofuatiliwa sana Afrika, japokuwa hatujawa pamoja muda mrefu, na bila sisi hata sio watu wa kuonesha mapenzi sana. Wakati wa zawadi, nirudi tena mbele na kusaidia zoezi la kukusanya zawadi na hatimaye shughuli ikaisha. Baada ya kuhakikisha zawadi zote zimepakiwa kama nilivyoelekezwa, niliondoka haraka huku sasa nikiambatana na mpenzi wangu. Nilienda kuchukua begi langu na kwenda hoteli ambayo Kian alikuwa amefikia na kuchukua chumba. Ulikuwa ni usiku mrefu sana. Sana tu baina yetu. Hatukuwa hata na muda wa kukaa na kuongea. Miili yetu pekee ndio ilifanya kazi ya kuongea. Kulipokucha nilifurahi sana baada ya kuongea na Cindy na kujua kuwa sina majukumu tena, hivyo naweza kutangulia kwenda Dar. Na hicho ndo tulichofanya. Kian na mimi tulikata tiketi na kuondoka na ndege ya kwanza tulioipata kesho yake. Kian aliniuliza tulipokuwa kwenye gari tukielekea nyumbani ya kwamba, kwa hiyo hebu niambie umeshaweka vitu vyako vyote sawa? Nikajibu ya kwamba ndio, yani ukate tiketi mapema tu, harusi ikiisha tu tunaondoka. Nataka kuishi na wewe Kian. Yani nimejikuta na kupenda kuliko nilivyowahi kumpenda mwanamume yote. Basi nimwambia hivyo, na akanijibu ya kwamba nakupenda zaidi mpenzi wangu. Nimeshaandaa nyumba ya kuishi familia, kwa hiyo nakupenda sana Mara. Ninataka kuishi maisha yangu yote na wewe, kujenga familia yangu na wewe. Kian aliniambia hivyo kwa tabasamu. Nilibaki kimya huku moyo wangu ukirukaruka. Haikuchukua muda gari liliingia getini. Baada ya kuingia ndani kila mmoja alishika jukumu lake. Kian aliingia kwenye zoezi la kupangua nguo na zile safi aliziweka kabatini, chafu akazitenga kwa ajili ya kufuliwa. Na mimi niliingia kwenye zoezi la usafi. Baada ya hapo tulikutana jikoni na kuanza zoezi la kupika. Baada ya kula na kuoga nilienda kukaa sebuleni nikitazama movie niliyokuwa naifuatilia kwa muda mrefu. Kian alikuja akiwa ameshika simu yangu huku akiwa amejaa hasira. Kwa hasira zaidi akaniuliza kwamba Michael ni nani? Nilishtuka kidogo na kujaribu kuichukua simu yangu mikononi mwake, lakini alikataa. Nilimwambia kwamba ni rafiki yangu. Kian kwa hasira kidogo akauliza kwamba mbona simjui? Hatujawasiliana muda mrefu, ndo aliyemsimamia David juzi. Yule mwanaume aliyekuwa anakutazama kama anataka kukuvua nguo, huyo ndo rafiki yako? Aliuliza kwa hasira kidogo. Mimi sikuwahi kujua kama Kian ana wivu. Nimeshamzoea kama kijana mpole, mstaarabu na muelewa. Lakini leo ilikuwa tofauti.
Nilitulia na kuangalia pembeni. Au umeshalala naye? Kian alikuwa na hasira ambayo sijawahi kuiona. Ni kitu kilichotokea miaka 3 iliyopita Kian. Hatujawahi kuwa na mahusiano. Tulilewa tu siku moja kisha hayo yote yakatokea. Kwa hiyo naomba unisamehe sana baba, nimekukwaza. Kian alitulia na kufunga macho huku akishusha pumzi kujaribu kuzuia hasira yake. Okay, sawa. Alisema kunipatia simu yangu kisha akakaa pembeni yangu na kunikumbatia. Nakupenda Foxy, naogopa kupoteza. Nisamehe na kuwa na wivu lakini ninachunga mzigo wangu. Kama unasema ni rafiki yako tu na kuamini. Aliniambia kwa utulivu kabisa. Nilitabasamu huku nikimtazama. Asante kwa kuniamini Buba. Unajua kabisa mimi siwezi kufanya kitu chochote kitakachoweka mahusiano yetu mahali hatarishi. So nakupenda sana na nimekuchagua wewe. Mimi siwezi kuanza kuongeka na wanaume wengine. Nilimweleza hivyo. Badala ya kunijibu, Kian alikutanisha midomo yetu na kunibusu hadi nikaishiwa pumzi, na hakuishia hapo. Aliendelea na zoezi la kutoa nguo zangu, na dakika chache baadaye nikawa mtupu mbele yake. Alinitazama kama chakula na kuanza kubusu kila kona mwili wangu kabla kuingia Ikulu. Dakika chache baadaye tulijitupa kwenye kochi tukiwa tumelowana jasho, lakini tumeridhika zaidi. Tulikumbatiana pale huku tukitazama movie hadi tulipoanza kusikia njaa, ndipo tulienda wote jikoni na kusaidiana kupika. Kuishi na Kian ni rahisi sana na ni furaha kubwa. Nikiwa naye ninakuwa na furaha na amani ambayo siwezi kuipata popote. Siku tuliyokuwa tunaisubiri kwa hamu imefika. Hatimaye siku ya leo marafiki zangu wa karibu wanafunga pingu za maisha. Uzuri kwa siku ya leo ni kuwa sina majukumu yoyote. Ninaenda kama wageni wengine. Hivyo nitakuwa pembeni ya mpenzi wangu wakati wote. Nilivaa na kupendeza sana huku pembeni yangu akiwepo Kian ambaye alivutia sana ndani ya suti ya blue iliyokolea pamoja na shati jeupe ambalo ameacha vifungo vitatu wazi. Safari yetu bwana ilianzia kanisani. Kanisani ambapo tulishuhudia marafiki zetu wakiweka ahadi ya kuwa pamoja milele. Akili yangu haikuweza kuacha kuwaza itakuwaje siku mimi na Kian tutakapokuwa madhabahuni kwa ajili ya hili. Sidhani kama nitaweza kuwa mpole kama Cindy. Siku tukifunga ndoa nataka tuende kanisa ambalo mchungaji ataniambia nikubusu. Ili nikubusu hadi mchungaji mwenyewe aje kutuachanisha. Wakati mimi nilikuwa nawaza kuhusu wewe kwa mpole. Mimi nimefurahi kujua kuwa na wewe unaniona mimi kama mume wako baadaye. Unadhani mimi na mume mwingine kwenye maisha? Kama haujajiandaa pole, mimi sina mpango wa kukuacha. Ukichoka unalamba sukari, ukipata nguvu safari inaendelea. Yaani pamoja na uchizi wako wote sidhani kama nitachoka kuwa na wewe. Nakupenda sana Mara. Hebu utamie kwanza Uingereza alafu kama swala ndoa na watoto yatafuatia. Kian aliniambia kwa furaha. Niliitikia kwa kichwa huku nikitabasamu. Nilirudisha macho yangu kwa marafiki zangu ambao sasa hivi wanavalishana pete. Nani ambaye angeweza kuwaza kati ya watu wote Devi na Cindy wangeishia kwa pamoja. Devi alikuwa ni mtu wa jukwani na Cindy alikuwa ni mtu wa kuhudumia walevi. Nadhani unakumbuka yes, lakini kwa namna fulani hivyo wote wakatokea kwa marafiki zangu na urafiki ukazaliwa baina yao. Na leo tunawashuhudia wakiungana na kuwa mwili mmoja. Cindy amependeza sana ndani ya gauni jeupe linalomwaga sana, lakini hapo anasubiri tu atoke kanisani ili atoe hilo lisketi linalomwaga abaki na kagauni kazuri kana kumchora umbo lake la glasi. Ana tabasamu kubwa ambalo haliwezi kufutika usoni. Devi yeye yuko kama chizi ambaye hawezi kufunga mdomo. Kila mmoja ana nafasi yake moyoni mwangu. Najihisi kama mama anayetazama mafanikio ya mwanae. Sidhani kama kuna raha kama kuona rafiki yako akifanikiwa.
Wote mlikuwa maskini, mkijitahidi angalau msilale njaa, lakini leo kila mmoja na mafanikio ya aina yake. Kwa jinsi Devi anavomtazama Cindy, najua hapa kesho kutwa tu nitaambiwa nijiandae sababu nitakuwa mama mdogo hivi karibuni. So dakika chache baadaye Cindy na Devi walitoka kanisani wakiwa kama Mr. and Mrs. Mwerezi. Tuliwamwagia maua na kushangilia huku sasa wakipita kuelekea kwenye gari. Mimi na Kian tuliamua kutumia huo muda kwenda nyumbani sababu kila mmoja alikuwa na mhitaji mwenzake. Tulipopaki gari, sikutaka kupoteza muda. Nilishuka haraka huku sasa Kian akifuatana mimi. Nilihisi kama mwili wangu ulikuwa unataka kupasuka. Kian alikuwa ananichokoza. Yaani kwenye ibada nzima tulikuwa tunachokozana tu. Na safari nzima alikuwa ananichokoza tu hadi hapa nyumbani. Tulipofanikiwa tu kuingia ndani na kufunga mlango tu, Kian alinivuta na kukutanisha midomo yetu huku mikono yake ikitalii mwilini mwangu. Foxy, unanichanganya sana Foxy. Na ile gauni lako linaloteleza limenifanya nikuaze ibada nzima. Alisema huku sasa akibusu shingo yangu kwa jinsi ambavyo yeye mwenyewe anajua. Nilikuwa nimeshalegea na kumpa mwili wangu wote huku nikiguna tu. Nakupenda sana Foxy, kubali kuwa mke wangu. Nataka kila kitu kikishakuwa sawa na kutulia nikufanye wangu wa milele. Aliendelea kuongea kama ananibembeleza huku akibusu shingo yangu. Boba, unanitesa ujue. Haujanijibu swali langu. Uko tayari kuwa mke wangu? Ndio Boba, nitakuwa chochote unachotaka. Nilimwambia kwa sasa mimi nikisogea kukutanisha midomo yetu, lakini aligeuka na kuamua kurudi kuibusu shingo yangu. Umesema utakuwa chochote? Basi kwa sasa nataka uwe mke wangu. Aliniambia na kuanza kunitoa nguo niliyokuwa nimevaa. Niliharakisha kumsaidia sababu niliona anachelewa sana. Mdomo wake ulikuja moja kwa moja kifuani kwangu huku akiachia mguno mkubwa kuliko hata mimi. Tukiwa katikati ya tulichokuwa tunafanya, simu yangu ilianza kuita, lakini sikuijali. Yeyote anayepiga wakati huu atajijua mwenyewe bwana. Mimi nipo na kizungusha kiuno hapa. Kian alinama na kukutanisha midomo yetu huku sasa akichochea na kunifanya nishindwe hata kukaa kimya tena. Simu yangu pia haikuacha kuita, lakini mimi na Kian tulikuwa katika dunia yetu wenyewe. Baada ya simu yangu kutokupokelewa, simu ya Kian ilianza kuita. Kian hata kujisumbua ndo kwanza alikuwa akiniamrisha nigeuke. Simu ya Kian iliita sana hadi akakasirika na kuamua kuipokea hata bila kuangalia anayempigia huku akipunguza spidi na kunitazama machoni. Kwa hasira kidogo akauliza nini? Lakini hasira yake iligeuka kuwa mshangao. Akasema, tumetoka kidogo, hatuwezi kufanya hivyo kumbini ese. Aliuliza kusasa akiendelea kunitesa kwa kusogea taratibu. Sikuweza kusikia alichokuwa anaambiwa, lakini majibu aliyokuwa anatoa yalitosha kujieleza. Basi sawa, tuko mbali kidogo lakini. Okay. Sawa, hamna shida, tunakuja. Alisema nukata simu kisha akayarusha kwenye kochi. Foxy, inabidi hapa tumalize haraka. Kumbe tulitakiwa tukapige picha. Kian aliniambia huku sasa akinama na kubusu mgongo wangu. Bwana, si tunaweza kupiga toko mbini. Nimewaeleza lakini wamegoma. Wamesema wanatusubiri hata kama tutaenda saa 1 usiku. Unamjua rafiki yako Cindy alivyo, kwa hiyo hakuna hata haja ya kukuelewesha. Kian alisema sasa akianza kusogea taratibu. Yes Buba. Foxy, haunisikilize. Wewe ndo unanichanganya bwana. Okay, tumalize basi lakini sherehe kisha tunakuja kuendelea. Nilimwambia hivyo kwa hasira kidogo. Kian alicheka lakini badala ya kunijibu alianza kuchochea huku mikono yake ikiutali mwili wangu. Sekunde za kuhesabu tu nilikuwa ninapaa huku nikipiga kelele bila kujali atakayenisikia. Basi Kian akasema nigeukie Foxy. Unajua mimi namaliza haraka zaidi nikiwa nakutazama mwili wako. Kian alisema huku akinipisha na kuninyanyua kisha akalaza kwenye zulia huku akiniteremshia mabusu kabla ya kuendelea na kazi yake. Dakika 10 baadaye nilikuwa bafuni nikijitahidi kurudishia nywele kama zilivyokuwa mwanzoni lakini nashindwa. Kian alikuwa ananicheka tu huku akiwa amesimama pembeni baada ya kuvaa na kupendeza. Yani muone hivi kwa nini umevuruga nywele zangu Buba? Unasamisi zote kuzirudishia.
Sio wewe uliokuwa unanipa maelekezo ya kukuvuta nywele jamani. Ama sio wewe? Afu kwenye hizo harakati ndio wigi lako lilitoka. Mimi nilijua ni kitu cha kuvaa kama kofia, sikujua unahitaji kuweka gundi bana. Basi nilimjibu tu okay. Huku nikijaribu kutengeneza lile wigi. Kian alikuja hadi pale na kulitoa lile wigi. Hauna hata kovu linaloonekana kichwani. Ukibaki na hizo nywele zako fupi unavutia kuliko hata ukivaa hizo nywele za marehemu. Zichane tu vizuri alafu twende. Unapendeza zaidi hivi. Una hakika kweli inapendeza? Kwa unataka nikuvute na nguo ndio uweze kunielewa? Kian alinitishia. Nilikataa haraka na kuanza kutengeneza nywele zangu. Baada ya kumaliza niliona kweli sio mbaya, lakini kwa jinsi Kian alivyokuwa ananitazama naona kama vile mimi ni malaika anayetembea angani. Ni nusu saa baada ya kupigiwa simu ndo tulitoka nyumbani kuelekea hotelini ambapo Dave na Cindy walikuwa wanatusubiri. Basi Cindy akasema kwamba naona mlienda kujaza betri kabla ya kuendelea na sherehe. Kama mapenzi ya mbali ndio yanakuwa ya moto namna hii. Basi itabidi nifungue tawi la saluni mkoa mwingine ili na mimi niwe nakaa mbali na Dave kidogo. Cindy aliniambia aliponiona tu nikiingia. Nadhani alielewa tu kwamba nimetoka kupinduliwa huko. Na mimi nilikuwa naona aibu sana. Nikamwambia kwamba amna, ni upendo tu kama upendo. Cindy alicheka. Akasema kwa hiyo ni kweli mlikuwa mkinyandoana, si ndio? Aliuliza kwa kicheka. Niliishia kutikisa kichwa changu kwa masikitiko na kumkumbatia. Nikamwambia kwamba hongera sana mpenzi, na furaha sana kwa ajili yako. Cindy akasema furaha yako na Kian inajionyesha kabisa, hadi imebidi muende mkapinduane huko nyumbani kidogo, si ndio? Cindy aliendelea kunitania tu. Nilimsukuma kidogo na kwenda moja kwa moja kwa Dave. Baada ya salamu na matani mengi tulielekea sehemu ya picha na hilo swala likafanyika haraka, kisha tukarudi ukumbini. Sherehe ilifana sana. Kulikuwa na wasanii kadhaa, lakini kwenye meza yetu nilikaa mimi, Kian, Casey pamoja na Jordan. Hawa wawili wamegandana tangu anze mahusiano yao mwezi mmoja uliopita, lakini siwezi mimi kulaumu wala kulalamika juu ya hilo. Ni raha sana kumuona rafiki yangu akiwa na furaha namna hii. Mpaka wakati tunarudi nyumbani tulikuwa tumechoka sana, hata hatuna nguvu ya kuendelea pale tulipoishia. Zoezi lilikuwa ni moja tu, kuoga na kuelekea kitandani moja kwa moja. Kulipokucha nilihisi kama naota kuwa mikononi mwa Kian asubuhi ya leo, na nikifikiria kuwa itakuwa hivi kwa mwezi mzima ujao. Ni furaha kubwa sana kwangu. So tulipofanikiwa kutoka kitandani ilikuwa ni mchana kabisa. Tuliagiza chakula huku tukijinyosha na kutafuta movie ya kuangalia pamoja. Leo ni siku ambayo nilipanga nitamsikilizisha Kian album yangu kabla ya kuitoa rasmi siku ya kesho. Nimeshaitangaza sana hii album. Nimeshazunguka kwenye redio kadhaa na kufanya hata matangazo mtandaoni kama meneja wangu Michelle alivyotaka tufanye. Hivyo nadhani watu wengi sana wanaisubiri siku ya kesho ili niweze kuitoa album hiyo. So baada ya kumsikilizisha Kian album yangu, alipenda sana. Sio kwamba eti anajua vitu vingi kuhusu muziki, lakini anajua nyimbo nzuri, na kwenye album yangu hakuna nyimbo mbaya. Ndio maana Kian ameshindwa kuchagua wimbo moja. Nilikuwa nikimwimbia kila kitu, lakini nilikataa kumsikilizisha wimbo wote alafu album yangu ikamilike. Kwa hiyo kumuona akiwa anacheza na kufurahia nyimbo zangu ni kama ndoto nzuri kwangu. Foxy, hii ni album ya dunia, na nimependa ulivyoweka Kiswahili kirahisi kwa mtu yote kuimba. Yaani kama naona dunia itakavyoimba Kiswahili kuanzia kesho. Najivunia sana kuwa na wewe. Kukuita wangu. Una kipaji cha tofauti sana Foxy wangu. Kian alisema huku akinibusu. Nilicheka tu na kumwambia atulie tuone kwanza watu watakavyo ipokea hii album. Ndipo tutakuwa kama maneno yake ni tutajua kama maneno yake ni ya kweli au si ya kweli. Baada ya pale tuliingia kwenye zoezi la kupaki mabegi. Mimi sikuwa na watu wa kuaga, labda Casey na Jordan. Cindy na David tulishaagana. Wadogo zangu pia nimeshawaaga. Hakuna umuhimu wa kuagana na mama yangu sababu hataki kuhusishwa na mimi kivyovyote vile. Kian alishaonana na mama yake, lakini lazima tukamuage kesho pia sababu mimi siwezi kuondoka tu bila kumuaga. Basi kulivyokucha, albamu yangu ilikuwa imeshaachiliwa kuanzia saa 6 usiku. Kulikuwa na maoni ya watu na likes nyingi. Naweza kusema kuanzia lile swala la Charles, watu wamenipenda sana. Na watu wameshangaa kukuta kuwa nimefanya kolabo na wasanii wakubwa sana. Najua ni masaa machache, lakini kwa haraka nimeshaona kuwa watu wamependa nyimbo 4. Yaani sana sana ni nyimbo 4 ambazo zimependwa sana. Kwenye hii albamu yangu mpya inayoitwa Tears of Pain,
kuna nyimbo 8 lakini zilizopendwa sana hadi sasa ni 4. 2 ni nyimbo nilizoimba mwenyewe, kuna You and Me na ambao ni wimbo pendwa wa Kian, alafu kuna DM. Huu nao umependwa sana. Ni wimbo unaoongelea mapenzi yaliyovunjika kwa sababu ya DM. Nyimbo nyingine 2 zilizopendwa ni nyimbo ambazo nimeshirikisha wasanii wengine. Mmoja nimemshirikisha msanii wa Marekani anayechana mistari bila kupumzika. Ni msanii maarufu sana, kwa hiyo unaweza kuona namna gani watu wa huko wameupokea huu muziki. Alafu wa pili nimeimba na Gypsy, msanii mkubwa sana wa Ghana. Na asilimia kubwa ya Waafrika wanamsikiliza sana na kumpenda. Hizo 4 ndio nyimbo zinazoongoza sana. Sio tu nchini, hata nje. Japo ni mapema lakini naona upepo unaelekea huko. Foxy, unajua siamini kuwa hatimaye unaambatana na mimi. Nimekuandalia vitu vingi ambavyo naamini utavifurahia sana. Kian aliniambia tulipofika uwanja wa ndege baada ya kuagana na mama yake pamoja na marafiki zetu wawili. Waandishi wa habari walikuwepo. Hawawezi kukosekana, lakini sikutaka kuzungumza leo, hivyo meneja wangu Michelle alinisaidia. Wadogo zangu pia Mike na Pendo walinisindikiza. Mike alikuwa na furaha kubwa na kunitakia safari njema, lakini Pendo alikuwa amenuna na akiniita mkatili na mchoyo, kuwa nimechagua kuondoka mwenyewe na kuacha wakati ningeweza kwenda nao. Nilichagua kutokumjibu na kufurahia hizo dakika chache na marafiki zangu kabla ya kuondoka. Hatimaye watu wa daraja la kwanza tuliitwa kuingia kwenye ndege. Tulikumbatiana mara ya mwisho, kisha Kian akauchukua mkono wangu tukaelekea kwenye ndege. Kama utani, lakini hii ndo itakuwa mara yangu ya kwanza kwenda Uingereza. Na sio hilo tu, furaha kubwa ni kuwa nitakuwa na mpenzi wangu wa maisha. Asante sana. Jamani, mpaka nitakosea jamani. Yote ni kwa sababu ya furaha. Asante sana kwa kuniamini Foxy. Tumekaa miezi 3 tukiwa mbali, lakini umeniamini. Haujawahi kuogopa kuwa nitakusaliti wala kunioje kuhusu ujinga. Umeuamini upendo wangu kila siku. Kwa hiyo hilo pekee linanifanya nikupende zaidi. Leo tunafungua kurasa mpya wa mapenzi yetu Foxy. Sijui nini kitakachokuwa kinatusubiri, lakini nataka ukumbuke kuwa ninakupenda na nitaendelea kukupenda siku zote za uhai wangu. Asante kwa kunipatia nafasi. Kian alisema huku sasa akiniangalia machoni. Huu haukuwa muda wa matani. Aliumimina moyo wake wote kwangu. Nilimvuta na kumkumbatia, nikasema kwamba nakupenda sana buba, na kuahidi kukushika mkono iwe jua iwe mvua. Nilimwambia hivyo. Kian alitabasamu na kubusu mkono wangu. Alifungua mdomo wake kusema kitu, lakini mhudumu alianza kuongea na kutuambia tujifunge mikanda na taarifa zote za usalama nini zikatangazwa. Tuliachiana mikononi huku kila mtu akikaa vizuri kwenye siti yake na kufunga mkanda. Msikilizaji, naomba niseme hiki kitu mara moja na kieleweke. Kian ni tajiri sana. Sijui anaishije maisha kistaarabu hivyo kule nyumbani wakati ana pesa zote hizi. Tuanzie uwanja wa ndege, tulikuja kupokelewa na gari ambalo sijawahi kudhani hata ningewahi kulipanda maishani. Lakini haishi hapo. Hiyo nyumba Kian aliyosema tutaishi, sijui nieleze vipi, ni jumba la kifalme. Sijui watu wawili tunaishije huku peke yetu. Kweli mimi naweza kujiona tajiri na hizo milioni 900 zangu, lakini hiki ni kitu cha ufalme mwingine. Hey Foxy, karibu sana, Kian aliniambia tuliposimama nje ya nyumba yake. Kian, hii nyumba ni kubwa sana, tunaishije wawili tu? Nilimuuliza kwa mshangao. Kian alicheka kwanza kabla ya kunijibu. Kama ni kuhusu usafi, kupika na shughuli za nyumbani, kuna wahudumu kwa ajili ya hilo. Na unaweza kuiona kubwa kwa nje, lakini ukiingia ndani, kila chumba kina majukumu yake, hivyo hautaona kama ina ukubwa wa hivi tu. Kian aliniambia, lakini haikutosha kunifanya nione ndogo. Nilimwambia tu okay, huku nikigeuka kuelekea kwenye buti kuchukua mabegi yangu. Mabegi yameshapelekwa ndani, aliniambia huku akinicheka. Foxy, kuna vitu vingi utajifunza ukikaa na mimi, lakini kati ya kitu ninachotaka uwe kwenye nyumba ni malikia. Nataka uwe malikia wa hii nyumba kama ulivyo malikia wa moyo wangu. Aliniambia. Niliitikia tu kwa kichwa na kumwacha auchukue mkono wangu na kuniburuza kwenda ndani. Tulipoingia tu ndani, nilikuta wahudumu wamesimama wamevaa sare zao. Wote kwa pamoja wakasema kwamba welcome madam.
Sijazoea hivi vitu, kwa hiyo nilibaki nikishangaa tu. Kama maisha yenyewe ndio haya, sitaweza. Mimi sitaki watu wa kunisubiri mlangoni kama vile nimekuwa Mungu. Msameheni, bado amechoka kutoka kwenye safari yake ya ndege. Kwa hiyo asanteni sana. Kian aliwajibu kwa Kiingereza. Mimi nilibaki kuitikia kwa kichwa tu kumuunga mkono. Anaitwa Gordon. Naamini wote mnamjua mwanamke wangu atakuwa anaishi na sisi kuanzia leo. Hivyo mumuonyeshe ushirikiano. Ken aliwaambia na wao wakaitikia tu. Foxy, hao ni wasaidizi wetu. Kuna mpishi ambaye anaitwa Chef Ryan. Hao mabinti wawili wanahusika na usafi. Kuna Mirbeti na Krisha. Na huyu wa mwisho ni dereva na anasaidia vitu kadhaa hapa nyumbani. Anaitwa Dwayne. Ken alinieleza hivyo. Sijakariri jina hata moja wala sijamuelewa, lakini nilimuitikia huku sasa nikitabasamu na kumwambia nimefurahi kuwafahamu. Ken aliwashukuru na kuambia wanaweza kuendelea na majukumu yao. Yaani hapa ni Kiingereza tu ndio kinaenda. Mapumziko ni pale nikiongea na Ken. Na hawa ni watu wa Uingereza, kwa hiyo Kiingereza chao jamani kinachanganya. Kuna muda hadi nahisi wanaongea kilugha chao huko. Inabidi niwaambie tu waongee taratibu. Sijui lini nitazoea haya yote. Basi Ken aliniambia kwamba wacha ni kuonyeshe nyumba nzima ili uweze kujua wapi ni wapi. Ken aliniambia hivyo. Tulipanda ngazi na chumba cha kwanza kilikuwa ofisi yake, sehemu yake ya kusoma na kufanya vitu vyake kwa utulivu. Kuna meza kubwa, shelf iliyojaa vitabu na mambo mengi yanayokuepo kwenye ofisi yote. Chumba kilichofuata kilikuwa ni ofisi yangu. Ilikuwa tofauti kidogo, angalau rangi yake ya ukuta imeng'aa kidogo. Kulikuwa na shelf lakini zilikuwa tupu. Basi Ken aliniambia kwamba kesho tutaenda kununua vitabu unavyopenda ili uanze kuweka vitu kwenye shelf yako. Utaangalia pia kama haujapenda rangi au meza au kompyuta, unaweza kuniambia tu ili tubadilishe. No, iko vizuri kabisa buba. Na huu mlango hapa umeunganisha ofisi yangu na yako. Ukinimisi sio lazima utoke. Unaweza kupitia hapa tu. Aliniambia kwa furaha, tabasamu tu na kuitikia kwa kichwa. Basi tulienda chumba kinachofuata ambapo kilikuwa ni studio, yani ni studio yangu. Kuna kila aina ya chombo cha muziki na sehemu ya kurekodia na mitambo yote. Yani ni kwamba kama nikiamua kurekodi naweza kufanya mwenyewe kama nikijua tu kucheza na hii mitambo. Naijikuta nikimrukia kwa furaha nikisema asante sana buba. Nilimwambia. Ken alicheka na kunikumbatia. Aliponiachia alikutanisha midomo yetu. Ilikuwa kama ndoto vile. Kila kitu kinachoendelea hapa ni ndoto. Kuna muda naogopa nisijeamka na kugundua nilikuwa ninaota. Studio ilikuwa ni kubwa sana. Hivyo kutokea pale ilibidi tupande ngazi kuelekea ghorofa ya pili ambapo ndipo kuna chumba chetu. Kwenye hii ghorofa yetu ni chumba chetu tu. Kuna sehemu ya kukaa, kuangalia TV. Yaani iko kama sehemu ya kusubiri huduma hivyo, lakini pamekaa kitajiri sana. Kisha kuna mlango wa kuingia chumbani. Kitanda kikubwa. Upande wa pili kuna kama kisebule kidogo hivi, kuna hadi friji, TV. Hapo sijaongelea bafu kubwa kuliko yote duniani na makabati upande wa kuvaa na mambo mengi tu kama hayo. Basi Ken aliniambia kwamba nadhani ziara yetu imeisha. Kitu pekee ambacho sijakuonesha ni ukumbi wa sinema ambao nitakuonesha hata baadaye. Sasa hivi nina hamu na wewe. Ken aliniambia huku akikutanisha midomo yetu. Hakuhitaji kusema neno lolote la ziada. Mwili wangu wenyewe ulikuwa wa moto sana. Baada ya wote kufika kileleni, Ken alinibeba hadi bafuni ambapo alinikalisha na kuanza kunisugua na kuniosha taratibu sana kwa mapenzi mengi hadi macho yangu yakaanza kuloa. Huku akinieleza namna gani ananipenda sana. Baada ya kuoga nilikuwa nimeshachoka na na usingizi ambao hauelezeki. Tulale sasa, alafu tutaamka muda wa chakula cha usiku. Ken aliniambia huku sasa akinivuta na kunikumbatia. Usingizi ulinichukua haraka sana. Nilikuja kuamshwa na mabusu ya Ken. Yalitosha kabisa kunifanya wa moto tena. Hivyo baada ya wote kuridhika, tulioga tena na kuvaa vizuri, kisha tukashuka chini kwa ajili ya chakula cha jioni. Nilikuwa na njaa sana, hivyo hata sikujua, yani kwanza sikujali kuwa tunakula saa 12 jioni. Foxy, kesho inabidi twende ukachague gari lako. Unatakiwa uwe na gari la kutembelea na vitabu pia. Kama kuna kitu kingine chochote utakachohitaji kesho, vifikirie na uviorodheshe. Gari?
"Ya, gari kwa ajili yako." Aliniambia akaendelea kula. Yaani hii siku ninapigwa na vitu vizito. Kian ana magari zaidi ya 6 na yote ni ya kitajiri sana. Sasa kwa nini asinipatie moja? Niliamua kutulia na kula chakula. Kama ni kuongea hayo nitafanya asubuhi. Kwa sasa acha nifurahie huu wakati mzuri kabisa. Baada ya kula, Cindy na Casey walinitafuta. Huko nyumbani ndio kwanza ilikuwa mida ya saa 4 asubuhi. Hivyo tuliongea kisha nikawaaga na kuelekea kulala. Ilikuwa ni mapema sana lakini bado uchovu wa ndege ulikuwepo. Hivyo nilipojitupa tu kitandani usingizi ulinichukua moja kwa moja. Nilipoamka asubuhi Kian hakuwepo. Nilitaka kutoka na nguo yangu ya kulalia lakini nikakumbuka wale wahudumu wote, hivyo nikaamua kuoga kabisa na kuvaa kisha nikatoka. Nilimkuta yule mpishi jikoni ambaye bila shaka niliambiwa jina lake ni Ryan. Aliponiona alinisalimia kwa tabasamu kubwa na kuniuliza kama anaandalia kifungua kinywa. Nimuuliza kwamba hapana, Kian yuko wapi? Akaniambia kwamba ameenda kwa mazoezi yake ya kukimbia. Nikasema okay, asante. Nimshukuru na kurudi chumbani. Niliamua tu kwenda studio na kuanza kujaribu vyombo vipya ambavyo vipo. Nilipoingia nilishangaa kwa sababu kwanza kabisa yani kuna kamera kila sehemu. Kwa hiyo naona kama hii ni sehemu nzuri sana ya mimi kutengeneza video nikiwa naimba. Niliweka mitambo vizuri na kukaa kwenye kinanda. Baada ya kuwasha kamera niliamua kuimba wimbo wangu unaoitwa DM. Niliimba kipande kidogo tu cha chorus kisha nikamtumia Michelle ambaye huwa anapitia video zangu zote na kuniambia kama inafaa kuposti au haifai. Mwanzo niliona kama ananipangia maisha, lakini baada ya kujaribu kufuata maelekezo yake kwa siku kadhaa na kuona matokeo, nilielewa kuwa alikuwa anajua kazi yake vizuri. Baada ya hapo niliamua kuimba wimbo wangu wa kitambo kidogo. Wimbo wa Nyota. Huu wimbo bwana unanikumbusha kipindi kile Kian yupo na D. Niliona atabaki kuwa nyota tu lakini leo ni wangu. Na ananipenda mimi. Nina furaha ambayo sijawahi kuwa nayo maishani na yote ni kwa sababu yake. "Hey Foxy." Kian aliniita na kunitoa kwenye mawazo yangu. Alikuwa yuko bado kwenye nguo zake za mazoezi akiwa ameloa jasho. "Ryan amesema kwamba ulikuwa unanitafuta. Nisamee niliondoka bila kukuaga lakini ulikuwa unakoroma kama nguruwe. Hivyo nikakuhurumia kukuamsha." "Nani nguruwe?" Kuna mwanamke nimelala naye jana. Hadi kuna muda nilishtuka nikadhani kuna generator chumbani kwangu." Kian aliendelea kunitania. Niliinuka haraka na kumkimbilia bila yeye kutegemea. Nidhani ningemdaka lakini Kian anachomoka kama risasi. Nilianza kumkimbiza kwa sasa nikimtishia kuwa nitamfanyia kitu kibaya sana. Ajaribu tu kusimama. Nilipoona sina dalili ya kumdaka, nilianza kumrushia kila mtu niliyokutana nao. Sasa kitu hicho kilifanya acheke sana hadi akajikoa na kuanguka. Nilifurahi na kwenda kumrukia huku nikianza kumpiga. Kian alinivuta na kunikumbatia huku akinipaka jasho lake. Nikaambia kwamba wewe bwana unanipaka jasho lako bwana wakati mimi nimeshaoga. Nilalamika huku sasa nikijaribu kujitoa mikononi mwake. Akasema ya kwamba sasa ndio vizuri ili twende tukaoge wote awamu hii. Alisema huku akianza kulamba shingo yangu na kunifanya nilegee. Nikamwambia kwamba bwana wote tunajua sio kuoga tu bwana. Nilimwambia kwa sasa nikijaribu kujitoa mikononi mwake lakini alikuwa na nguvu kuliko mimi. Nilipanga kumkasirikia lakini sijui hasira zangu zilipotelea wapi. Kian alinibeba tukaelekea moja kwa moja bafuni kusasa tukibusu kila hatua alikuwa anapiga ananichum tu. Na hakujali hata nani anatuona. Huu kurasa mpya wa mapenzi yetu yase na upenda sana. Baada ya kufanikiwa kuoga tulishuka chini ambapo Ryan alipokuwa ameshatuandalia kifungua kinywa. Kuna wanaume wengi alafu kuna Ryan jamani. Huyu kijana anajua kupika. Hata mimi mwanamke ananiaibisha kwa kitu kidogo kama mayai ya kukaanga tu. Mpaka ninainuka pale mezani nilikuwa nimeshiba. Tuelekea kwenye gari la Kian na kisha tukaondoka na kuelekea duka la vitabu. Ninapenda kusoma vitabu na Kian analijua hilo. Hivyo sikutaka hata story. Nilimburuza Kian na kuanza kumbebesha vitabu vyote ambavyo nimekuwa nikitamani kuvisoma. Mara kadhaa tulikutana na watu walio msimamisha Kian na kupiga naye picha. Na mimi niliwasalimia kwa upendo tu na kuwa mpiga picha wao. Sikuwa nikijulikana, hivyo nilifurahi kabisa kupokea simu zao na kuwasaidia kuwapiga picha nzuri wakiwa na mcheza mpira wanayempenda. Baada ya kumaliza kukusanya vitabu, nilimwambia Kian aelekee kuvilipia huku nikiendelea kupekua kama kuna vitabu nimekosa au sijapata kwenye orodha yangu.
Nilifanikiwa kupata kitabu kimoja ambacho sikukiona mwanzo. Kisha nikaenda mahali pa kulipa. Mimi ni mwanamke, kwa hiyo ninajua kabisa mwanamke mwenzangu akiona jaribu kumtega mwanaume wangu, huyo mdada aliyepokea pesa amejiinamisha ni kama vile maziwa yake anataka kumwagika kutoka kwenye nguo yake, na anamtazama Kiani na kuongea kwa mitego tu. Kwa mimi ni mwanamke, nafahamu kabisa namna ambavyo wanawake wanategaga wanaume. Hata kipofu ataelewa, lakini Kiani hakuwa hata akimtazama. Yule dada alikuwa anakazana tu kumuuliza Kiani maswali ili amtazame, lakini Kiani hata hakuwa anajisumbua. Nilipomwona yule dada akiandika kitu, nilichagua huo muda kwenda kumkumbatia Kiani mgongoni. Nilimwambia kwamba baby, tuongeze na hiki. Akasema okay. Alisema sasa akimpatia yule dada. Yule dada alimkabidhi Kiani receipt, lakini nilidaka na kuona kwa chini ameandika namba. Nilimtazama na kucheka huku Kiani akinisaidia kubeba vitabu vyote, kisha tukondoka. Nimejikaza sana. Kusema kweli nilitaka hata nimnyofoe macho yake yule dada, lakini kilichoniuma zaidi ni kuwa yule dada ni mrembo. Si unajua tena wazungu kwanza wana nywele ndefu za asili, alafu kasura kazuri. Yaani hata mimi mwanamke ninaweza kumuona mrembo, nadhani wanaume ndo walioni hilo. Sasa nilimuuliza Kiani tulipokuwa kwenye gari, nikasema kwamba hivi, unajua yule mwanamke alikuwa anajaribu kukutega Kiani alicheka akasema kwamba Fox, karibia kila mwanamke huwa anakuwa hivyo. Kwa hiyo mimi nimeshajenga mazoea kutokuangalia, na wakishanipa risiti mimi nitazitupa tu pale mbele yao, sababu lazima wao wameandika namba zao hapo, Kiani alisema huku akinitazama kwa upendo. Aisee, nilishusha tu pumzi na kutulia. Foxy, wako wanawake wengi sana duniani, lakini mimi nakupenda wewe tu. Machoni mwangu upo peke yako. Kiani alisema hivyo na kuinama kunibusu. Sasa baada ya pale tulielekea kwenye maduka ya nguo na mahitaji tu mengine. Baada ya hapo sasa ndio tukaenda kuchagua gari. Macho yangu yaliangukia kwenye Audi moja kali sana. Tulipotajua bei nilishtuka na kuanza kutafuta gari la bei rahisi zaidi. Lakini Kiani alisema tulichukua. Nijaribu kukumbishia lakini hata kunisikiliza. Alilipia kisha Dwayne akaondoka na gari la Kiani kulipeleka nyumbani, kisha mimi na yeye tukaingia kwenye gari langu. Mimi ndo nilikuwa naendesha, japo ni kwa umbali mdogo sababu kesho natakiwa nikashughulikie hilo swala la leseni. Huku ni ugenini, sina karibia kila kitu. Uzuri ni kuwa ninaenda kufanya mtihani tu, kisha nikifaulu napewa leseni yangu. Baada ya kurudi nyumbani, Chef Ryan alitutengenezea chakula cha mchana. Yaani huyu Ryan ananifanya nisipende kula nje, sababu kila kitu anachopika ni cha tofauti. Nataka siku nimpikie chakula cha huko kwetu kama ugali na pilau, bila kusahau makande, afu nimsikie atasemaje kuhusu hilo. So baada ya kula tulienda kuangalia movie kwenye kile chumba cha sinema. Ni kama sinema nyingine tu zote, lakini hiki ni chumba kinachoingiza watu 10 tu. Paka muda wa kula ulipofika nilikuwa nimechoka tayari. Mizunguko mingi, picha nyingi na fry sio na kifani. Kesho yake nilifanikiwa kupata leseni ya kuendesha gari langu. Na Kiani alirudia ratiba zake kama kwenda kwenye mazoezi ya timu na vitu kama hivyo. Na mimi nimekuwa nikitengeneza video kadhaa ambazo ninamtumia Michelle na yeye anaziposti kila anapoona inafaa. Wiki ya kwanza ilikatika huku bado nikiwa mwanamke mwenye furaha sana. Nimekuwa nikifanya mazoezi kila siku asubuhi baada ya kuoneshwa chumba cha mazoezi, sababu kama nikiendelea kula chakula cha Ryan bila kufanya mazoezi hata kidogo, yani nitapotea tena na nitapotea haraka sana. Kitambi kitakuja bila break. Sasa wiki ya pili ilipoanza nilianza kuona mabadiliko kwa Kiani. Kiani alianza kujiweka mbali kidogo na mimi. Ataondoka kabla sijaamka, atachelewa kurudi na kusema amechoka sana. Mara nyingi nimekuwa nikila mwenyewe asubuhi, mchana na jioni. Nimejaribu kumuuliza kama kuna tatizo lolote, lakini amesema tu wanafanya mazoezi makali hivyo anachoka sana. Kuna siku amekuwa akiamka na kukaa kidogo na mimi kabla ya kuondoka. Sasa nimeshaanza kuwaza labda nilikosea kuja huku. Labda mapenzi yetu yananoga nikiwa mbali tu, au nikiwa hapa ninambana sana. Basi niliamua kuwashirikisha ndugu zangu. Nilimwambia kesi, yani niliwaunganisha kesi pamoja na Cindy. Kesi kwa hasira akasema kwamba achana naye bwana, rudi nyumbani. Sisi tunakumisi huko, alafu yeye anaenda kukuonea tu huko. Kesi alisema kwa hasira. Nilipiga simu na kuunganisha yeye na Cindy. Nilihitaji ushauri kutoka kwa marafiki zangu wa kike. Najua ni wiki moja tu, lakini siwezi kuishi hivi mimi. Basi Cindy akasema kwamba Mara,
Hebu naomba usimsikilize Kesi. Mimi najua Kian anakupenda sana. Chochote anachopitia huenda akikuhusu wewe. Ndio maana nashindwa kukuambia. Jaribu tu kumhakikishia uone labda anaweza kaongea. Niliwaambia kwamba kwa hiyo kama hainihusu ndo asiniguse wiki yote hiyo. Wakati ile wiki nyingine mikono ya Kian ilikuwa haitoki mwilini mwangu. Labda amepata mwanamke mwingine, labda mimi nilikuwa ni wa kupita tu. Niliwaambia hivyo. Cindy akasema kwamba usiseme hivyo mpenzi, atakuwa anapitia tu kipindi kigumu, mpatie nafasi. Kisha akasema kwamba wewe naye, hebu acha kumtetea huyo mpuuzi bwana. Kama umechagua kuwa hivyo, rudi nyumbani. Huko albamu yako inapigwa kila sehemu, kwa hiyo tunakuhitaji ufanye tour. Niliwaambia kwamba asanteni guys. Nitafikiria tu cha kufanya sababu moyo wangu hauko tayari kuburuzwa tena wakati huu. Leo nitamaliza kila kitu na nitamuuliza kama asiponijibu basi nitapaki vitu vyangu na kurudi nyumbani. Niliwaambia hivyo. Kesi alishangilia huku Cindy akinisi nisifanye maamuzi kwa pupa. Lakini hii sio pupa msikilizaji. Nimetulia kwa wiki nzima nikivumilia na kumsubiri siku atakayoona ninafaa kueleza shida yake. Lakini siku hiyo hata ifiki. Mimi sijaacha maisha yangu huko nyumbani ili kuja na kuishi maisha hivi. So baada ya kuagana na marafiki zangu nilishuka na kwenda kula chakula cha jioni sababu nimechoka kumsubiri mtu ambaye akifika anasema ameshiba. Baada ya kula niliamua kutembea kidogo kunyosha miguu. Kisha nikarudi ndani na kwenda kuoga. Sasa baada ya kuoga nilipanda kitandani na kuanza kusoma kitabu nilichokuwa nasoma wiki hii. Kian aliingia chumbani kama dakika 10 hivi baada ya mimi kuanza kusoma kitabu na alinisalimia na kunibusu mdomoni kisha akaelekea bafuni kuoga. Yaani hii ndio imekuwa tabia yake yani. Imekuwa kawaida yake, akirudi hapo anajitengeneza na kulala huku sasa kilalamika amechoka. Asubuhi ninapoamka ameshaoga na ameshavaa, ananiaga kwa nenda mazoezini. Lakini leo ataniambia kila kitu. Kama hasemi chochote basi kesho mimi ninakusanya mabegi yangu na kuondoka kwenye hii nyumba. Sasa nikiwa katikati ya mawazo yangu, simu yake ujumbe uliingia. Msikilizaji, sijajua wewe mahusiano yako unavyonisikiliza hapa sasa hivi, sijajua wewe kama una ruhusa ya kuweza kushika simu ya mwenzako. Sijui kila mtu anajua password ya mwenzio, sifahamu. Lakini jitafakari sana kwenye hilo. Wanasema kutaka kumjua mtu, ujue simu yake tu basi. So mimi ninaweza kufungua simu yake. Hatuna siri za hivyo, lakini mimi sijui kufanya hivyo. Ninamwamini, kwa hiyo sioni umuhimu wa kuhangaika na simu yake. Ila ukishaona mtu anafikia tu kugua simu yako, basi ujue umebadilika. Akiona kuamini hana time hata kushika simu yako. Lakini sasa kwangu mimi leo kwa mara ya kwanza moyo wangu ulinisukuma kukagua simu ya Kian. Nilichukua haraka na nilipoona tu jina lililokuwepo kwa juu, Yesu, moyo wangu ulivunjika maradufu. Sikuamini hata kidogo. D. Yaani anawasiliana na D. Kati ya watu wote anawasiliana na D. D ambaye aliniambia kuwa na amani na ex wangu, nishachana naye nini. Jamani, mtu ambaye alinipatia go ahead na ex wake. Sikuwa na nguvu ya kufungua ile simu kuona ni nini walichokuwa nazungumza kwa sababu akili yangu ilishanipatia picha kamili. Nilinuka pale kitandani kwa hasira, huku nikifuta machozi na kuelekea kabatini kwa ajili ya kuanza kupaki nguo zangu. Siwezi kukaa na kuvumilia upuuzi kama huu. Siwezi. Kian alitoka bafuni na kuanza kunitafuta. Kusema kwamba Foxy, mbona unakusanya nguo siku vipi? Aliniuliza huku akishangaa. Sikumjibu. Niliendelea mimi kurushia nguo kwenye begi langu kwa hasira. Kian alikuja na kunidaka mikono yangu. Akasema, "Nini shida mpenzi?" Aliniuliza kwa upole sana hadi nikashindwa kuendelea kuzuia machozi yangu. Nilimjibu kwa hasira nikasema ya kwamba naenda kamuulize mwanamke wako. Akasema kwamba, "Baby, nisamehe kwa jinsi nilivyokuwa hizi siku kadhaa, lakini leo nilipanga kuambia kila kitu. Ni kwamba tu sijui nitakwambiaje." Usiwaze, mimi nimeshaelewa. Kian.
najua unataka kuniacha urudiane na huyo Delila wako, wala hata usipate shida. Mimi naondoka na sitarudi tena kwenye maisha yako. Nilimwambia kwa sasa nikimsukuma machozi yananitoka na nikaamua tu, yani niliona tu niamue tu kupotelea mbali. Acha nifunge begi niondoke. Kama ni nguo nitanunua tu nyumbani. Ken akaniambia kwamba Fox, mimi siwezi kukuacha, labda uniache wewe mwenyewe. Naomba tu tukae na tuzungumze. Mimi sikumtafuta Delila wala simpendi. Yeye mwenyewe ndo amenitafuta. Ungekaa basi mpenzi wangu nikueleweshe kila kitu. Ken alisema, lakini uso wake wote ulionyesha namna gani alikuwa na wasiwasi. Chochote alichotaka kuniambia kinampa shida. Hata yeye mwenyewe yani kuzungumza inakuwa ni kazi sana. Nilitulia na kuinuka kisha nikaitikia tu kwa kichwa. Tuirudi hadi chumbani kisha tukakaa kitandani. Ken alisema kwamba wiki iliyopita dia alinitafuta. Ken alisema na kufungua simu yake kisha akanipatia niweze kuona message zao. Akasema kwamba sijui namna kukuambia hivyo, ni bora uone mwenyewe. Alisema nilisoma zile message. Aise, huku moyo wangu kizidi kuvunjika. D ni mjamzito. Yani Ken, unataka kuniambia kwamba D ni mjamzito? Ana mimba yako? Nimuuliza kwa hasira na uchungu mkubwa. Ken alijaribu kuchukua mkono wangu lakini niliutoa. Sikutaka niguse tena. Ni kitu gani hiki? Yani tangu lini? Ken, tangu lini? Mara ya mwisho kulala naye ni lini? Anasema hapo ni miezi 3. Kwa hiyo ulilala naye tukiwa pamoja, si ndio? Nimuuliza kwa sasa nikifoka kama chizi. Najua tulitakiwa tuongee kistaarabu lakini moyo wangu unavuja damu. Kabisa. Ninaumia sana. D kamtumia message. Ujauzito miezi 3. So, tuna muda mimi na Ken. Hiyo miezi 3 ukipiga stari mimi nilikuwa na Ken. Yo, I say. Msikilizaji, niliwaambia sehemu kama 2 zilizopita hivi. Mwanzo niliwaambia kwamba wote mliokuwa mna support, mliokuwa mnafurahia sana Ken aweze kuwa na Mara, sijui mwisho wenu utakuwaje. Mtalia ama mtazunika ama mtafanyaje? Lakini sasa dalili mnaanza kuziona. Sehemu ya mwisho msikilizaji itatupatia kila kitu. Itatupa kila kitu sababu ya D kumruhusu Mara kuweza kuwa na Ken. Na mimi nilikwambia mwanzoni kabisa, mimi nikadate na mwanamke ambaye alikuwa ni mpenzi wa rafiki yangu. Wewe. Hapana. Yani hapana, hapo tu nakuwa kuna mtu nimempunguzia maumivu afu baadaye. Yani haiwezekani, yani kwanza inakuwa ni snitch. Haiwezekani hata kidogo, siwezi. Sasa kitendo tu cha D kumruhusu Mara kwamba awe na amani kudate na ex wake tu, yeye ana shida, anawabariki. Wewe, mimi hapana. Na sasa hivi Mara ametambua kwamba kwa mabadiliko aliyokuwa nayo Ken, tayari ametambua kwamba Ken yupo na ukaribu na D na wanawasiliana, na D kampa taarifa kwamba na ujauzito wake miezi 3. Sehemu ya mwisho msikilizaji itatupatia kila kitu. Mimi kwa hapa tu nishie hapa, ila sehemu ya mwisho itatupatia kila kitu. Sehemu ya mwisho tafadhali naomba usilie. Uzunike tu ila naomba usilie. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. Mtayarishaji ni Chuchu. So, God be with you till we meet again. Bye bye.